وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي زكاه الله تعالى في معلمه فقال علمه شديد القوى، وزكاه الله تعالى في خلقه فقال إنك لعلى خلق عظيم. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الله أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس، يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إخوة الله, wapenzi watukufu, wapenzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabudi kuziregesha shukran kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba ametukusanya katika uwanja huu mtukufu ambao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliusifu akasema majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, hawakusanyiki watu katika vikao ama katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, ama sehemu ambazo kwamba linatajwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa watu wale Mwenyezi Mungu huwa anawashukishia malaika, na malaika wao wale wanawafunika kwa mbawa zao, kisha wanapata rahma kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na yeyote ambaye kwamba atakuwa katika sehemu hiyo apate na tatizo lolote, Allah subhanahu wa ta'ala anamjaza kheri katika maisha yake ya baadaye. Ama apate na mauti, basi mtu huyu anatoka katika ulimwengu huu akiwa ni shahidi. Ndugu zangu katika imani, tumekuja kufundishana na kuelimishana mambo tofauti ambayo kwamba yataala anidini, yanahusiana na dini yetu ya Kiislamu. Ikhwatillah, tumezungumziwa mambo mengi kuhusu ashirk na mambo yake katika shirki, na tukaelezewa ya kwamba sababu ambayo kwamba imefanya mpaka sasa hivi watu wanaingia katika shirki ni kwamba sheitan alichukua ahadi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba hataki kuondolewa katika ulimwengu huu mpaka watu watakapofufuliwa, kwa sababu kuna mambo yake ambayo kwamba yanahitaji muda kutimizwa. Na kusema kweli kwa billah, haya mambo ambayo kwamba shetani alichukua ahadi kwa Allah subhanahu wa ta'ala yatimiza kweli, na wala sio uongo. Na wapo wafuasi wake katika watu na wapo wafuasi wake katika majini. Kisha pale Allah subhanahu wa ta'ala akamuomba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba sema, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, kul, sema a'udhu bi rabbin nas, najilinda na Mola wa watu. Kwa sababu gani? Hawa watu ambao kwamba utakuwa unajilinda nao, wapo ambao kwamba wamezichukua roho za kishetani
wamechukua ahadi za mashaitani, huenda wakakudhuru hawa. Ilahi nasi, maliki nasi, mpaka mwisho wa sura hii. Alafu mwisho kule akasema minal jinnati wan nasi, kutokamana na kina nani? Majini na watu. Watu wajilinde, mtume wetu wajilinde, na sisi pia tujilinde. Kama amri imetolewa kwa Mtume Muhammad katika sunna, sisi pia tunafanya nini? Tunahitaji kupata mkondo ule. Kwa hiyo ikhwa fillah, tuko katika vita, na vita hii ni kubwa. Kama vita imetoka kwa Nabii Allah Adam, ikapita kwa mitume wote hawa, akina Nuhu, akina Ibrahim, akina Musa, akina Zakaria, wote hao mpaka sasa hivi tumebakia sisi ambao kwamba ni tabi huko mwisho kabisa, huko mwisho wa dunia. Kwa hivyo tuko katika vita kubwa na sheitani huyu al-la'in ambaye kwamba ni Ibilisi. Nitazungumzia tauhid kwa hali nyingine ikhwa fillah, na sitokuwa mzungumzaji wa huko kwenye masala ya shirki sana, bali leo nataka kuzungumzia kitu ambacho kwamba tumekisahau sisi kama Waislamu. Ni kitu gani hiki? Tuipate aya Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya bani adama, enyi wanadamu, kad anzalna alaykum libasa, hakika yetu sisi tumewateremsheni nyinyi vazi, yuwari sawatikum, vazi hili litakuwa linawastiri nyinyi maungo yenu ama uchi wenu, warisha na mapambo tofauti tofauti, walibasu taqwa, na vazi la uchaji Mungu ama vazi la utiifu. Dhalika khairu, hilo ni bora zaidi. Dhalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun, jambo hilo wakilipata hawa wanadamu ni katika alama ama ishara za Allah subhanahu wa ta'ala, ili wapate kufanya nini? Wapate kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Nataka kuzungumzia libasi, mavazi yetu ikhwa billah, mavazi ambayo kwamba twayavaa katika maisha yetu, ambayo kwamba tuendelea nayo sasa hivi hapa duniani. Haya mavazi yamekuwa tofauti na yametengenezwa tofauti, lakini mavazi mengine yametoka katika misingi ya Kiislamu ikhwa billah. Haujalazimishwa kwamba wewe uishi na kanzu, ulale na kanzu, uvae kanzu, utembee na kanzu, lakini je, lile vazi lako ambalo kwamba walivaa katika maisha yako ya kawaida linamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala? Hilo ni swali ikhwa. Vazi lako ambalo kwamba walivaa katika maisha ya kawaida linamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya bani adama, enyi wanadamu, kad anzalna alaykum libasa, tumewateremshieni vazi, ambalo vazi hili liwastiri tupu zenu, hiyo warisha na mapambo tofauti. Sasa hapa kwenye mapambo tofauti ndipo ambapo kwamba tutapakosea sisi wanadamu. Mapambo tofauti, mtu atanunua ni suruali lake, na siku hizi watu wako na fashion. Utampata mtu amenunua suruali imerauliwa mpaka huku kwenye makalio huku. Kwa sababu gani amenunua suruali hii? Anamuigiza mtu fulani alivaa hivi kwenye tukio lake fulani, basi na mimi acha ninunue vazi hili niende nikaringishie mtaani kwetu. Man tashabbaha biqaumi fa huwa minhu, yule ambaye kwamba atajifananisha na watu basi anakuwa miongoni mwao. Wanaume kuna masuruali mengine majingalinga hivi limekaa huku kwenye kiuno, alafu kule chini limeachiliwa na limeshuka mpaka chini kule kwenye mchanga, limepita hapa kwenye mguu kabisa, limeshuka kwenye mchanga. Alafu
kuna viatu vingine vinaitwa Crocs siku hizi. Ni kama yebo alafu makubwa hivi. Yako na chuma hapa mbele. Anavaa jiguo hilo ambalo kwamba limepita ile misingi ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam haitaki. Sio inapita hapa kwenye kwenye miundi hapa. Mwagika huko chini. Baada ya kumwagika vile, akisikia haja ndogo mtu huyu anaenda chooni na lile jinguo lake halikunji, buruburu tu huko kwenye vyoo huko, ama huko anapotembea, kwa sababu fashion ya ile nguo ukitaka ipendeze zaidi ni uiachilie na vile viatu vionekane sehemu ndogo tu hapa, ili wakati wa kupigwa picha utokeleze vizuri. Hiyo ndio fashion yake. Sasa haya mavazi ambayo kwamba twayavaa sisi, je, yapo katika misingi ya Kiislamu? Mwingine ataenda kununua jifulana ambalo jifulana lile limechorwa sura ya mtu hapa mbele ama huko nyuma, alafu limeandikwa David Beckham limeandikwa hapo. Yasimama safa mbele pale, na kuna wengine safa nyuma wanaswali wakimwangalia, ameandikwa Yaya Toure ama ameandikwa Cristiano. Alafu lenye fulana chini kwenye yule Cristiano kuna kimsalaba hapo, na huyu ni Muislamu. Je, vazi hili linaingia katika misingi ya kisheria? Hapana. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu ya upendo na ushabiki, kwamba mimi nafagilia timu fulani ama nafagilia mtu fulani, sharti nifanye nini? Nivae yale mavazi ambayo kwamba yule mtu anafanya nini? Anayatumia katika kazi zake. Allah subhanahu wa ta'ala alipotuambia sisi wanadamu wa kwamba ametuteremshia vazi listiri uchi wetu, ndio ile nguo uliyoivaa inastiri uchi, lakini swali inaingia katika misingi ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake yataka? Jibu, hapana. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, walibasu taqwa, vazi la uchaji Mungu. Wewe ukiwa na ucha Mungu katika nafsi yako, hauwezi kuvaa upuzi huu. Hauwezi kufanya nini? Kuvaa huu ujinga ambao kwamba watu wanauona kwenye mitandao ya kijamii, ama wanauona katika baadhi ya watu ambao kwamba wapo kwa ajili ya kupotosha watu. Bali utajitahidi katika mazingira yako uishi Kiislamu, na Uislamu haukuruhusu wewe kuvaa jinguo ambalo kwamba liko na micheni huku, mengine imeshuka mpaka huko chini. Walibasu taqwa, vazi la utiifu ni nini? Dhalika khair, hilo ndio jema zaidi. Dhalika min ayati lahi la'allahum yadhakkarun, na wajue hawa watu jambo hilo wakilifanya, wakianza kujivisha mavazi ambayo kwamba yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ni ishara ya kwamba katika kifua chake kuna nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wapate kufanya nini? Kukumbuka. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu katika kila umma ama katika kila zama ziko na nini? Ziko na kiongozi. Sasa kiongozi wetu ambaye kwamba tulipewa na Allah subhanahu wa ta'ala sisi ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na huyu Muhammad alipewa na kitabu ambacho kitabu hiki ni Qur'an. Akamzungumzia Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kwamba, ya ayuha nabii, ewe nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, kulli azwaji, kwanza zungumza na wake zako, waambie wake zako, wa banatika, na watoto wako wa kike ama na mabanati zako, wa nisa'il mu'minina, na wake za waumini, yudnina alayhinna min jalabibihinna, wafanye nini? Wajivishe majalibabu yao, wavae nguo ambazo kwamba ziko na stara. Dhalika adna
jambo hilo ni jema, an yu'rafna, ili wasipate kufanya nini? Kujulikana, fala yu'dhi, basi hawatoudhiwa. Wa kana Allahu ghafuran rahima, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa msamaha, mwenye kurehemu. Allah anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasa wewe kama kiongozi, waambie wake zako wafanye nini? Wavae majalbab, wavae mavazi ambayo kwamba yana stara. Kisha uzungumze na watoto wako wafanye nini? Wavae mavazi ambayo kwamba yana stara, majalbabu ambayo yametajwa katika Qur'an, yudhinina alaihinna min jalabibihinna, sio? Wavae majalbabu. Kisha nisa'il mu'minina, wake wa waumini, ambao waumini wakina nani? Ni mimi na wewe, ikhwa billah, wale ambao kwamba wako na wake zao na wale ambao kwamba wako na dada zao, wawaeleze wake zao na ndugu zao na dada zao kuhusu aya hii ambayo kwamba imeteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watu wajistiri. Sasa hii aya imeanza kutoa amri kwa yule kiongozi wetu, ambao kwamba kiongozi sharti afuate yale mambo ambayo kwamba atayaleta katika nini? Katika mujtama. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa awaambie wake zake, mimi na wewe ni nani ambao kwamba hatuwezi kuambia ama kuwapa amri wake zetu wajistiri? Lakini sasa hivi dada zetu na mama zetu na mashangazi zetu, yale mavazi ambayo kwamba wanayavaa wanadhani ni mavazi ya stara, lakini hayana stara. Kwanza kulikuja zile staili ambazo kwamba zilitolewa na ndugu zetu wa Somali, vijora, dhira zile. Yale madhera yako na uhasama ndani yake. Yale madhera wale ambao kwamba waliyatoa ile design, wallahi wa billahi wa tallahi wanayatumia vizuri. Lakini wale ambao kwamba walikuja wakajua kwamba kuna nguo inaitwa dhera, tena iko bei rahisi, shilingi 250, 300, wakaanza kuitumia vibaya. Dhera raha yake, ukilivaa ile dhera raha yake kwa kina dada kule, sio sisi. Huwa kuna kirinda chaitwa kirinda kile, ama kibogi, zamani kilikuwa kiitwa kibogi, chavaliwa ndani. Kisha baadaye unavaa dhera lako, na baadaye unavaa na jalbabu ambalo kwamba limepita mpaka huko chini kwenye magoti, jalbabu kubwa. Hata ukiwaangalia wale wa Somali katika yale mavazi yao katika madhera, wallahi wa billahi wanapendeza pasi na kujitia ninja. Amevaa jalbabu lake, amevaa dhera lake, amevaa na kirinda, kwa sababu mengine wa makubwa anashikilia kidogo hivi. Wampata mwanamke wa Kiislamu tena wa Kisomali amependeza kweli kweli na ile dhera lake. Njoo kwetu wapi? Digo. Wana shule ya jirani, wa lazima tuvareni sare. Sasa zile sare zitavaliwa, lakini mtandio kwanza utanunuliwa ule mwepesi ule, utarushwa hapa. Alafu zile nywele atahakikisha kama mtaani hapa hakuna blow dry, ataenda hata kama ni Kwale huko town, aende akanyooshe nywele zake zilale vizuri, zitiwe rangi, ziwe nyeupe kwa nyeusi vizuri. Kisha baada hapo aje sasa na marafiki zake ayovie ni shughulini. Yale madhera, wallahi anavaa dhera yule mtoto wa kisichana ama mwanamke wa Kiislamu. Kisha dhera lile akilivaa, yuko na style hapa kwenye suruali, hajavaa kirinda, suruali ile ya ndani ile anatundika. Sisi wadigo tunaita kutundika kule, sio? La tundikwa hapa. Kisha baada ya kutundikwa kwenye suruali ya ndani, la vutwa na huku pia lawekwa kwenye kwapa, kwa sababu kuna mzigo pale wataka kuonyeshwa Abubakar, mino Mwenyezi Mungu aniumba bana. Na kile kintalio kimewekwa kwenye bega. Dhera
limefundikwa kwenye suruali, alafu limeshikiliwa na mkono mmoja hapa kwenye kwapa, watu wanacheza ile sebene. Ule mjini wanaita uzi, wanazunguka ule mduara huku ya moto huku, sio? Inazungukwa pale. Sasa ile ni fitna ikhwa fillah ambayo kwamba imeenea katika mshtama wetu wa Kiislamu. Mavazi ambayo kwamba tunayavaa sisi tunayavaa kimakosa, japokuwa wale ambao kwamba walialeta mavazi yale wanayatumia vizuri, hata kama sio wote, lakini 99% ya hao wanayatumia vizuri mavazi yale. Lakini sisi tuenda kuzikeuka sheria. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala fanya awaambie wakeze, na sisi leo hii tuwaambia wake zetu na tuwaambia dada zetu mavazi ambayo kwamba na kaka zetu mavazi ambayo kwamba tuyavaa sisi tuyavae katika misingi ya Kiislamu, wala tusikeuke misingi ya Kiislamu kwa sababu ya kuwafurahisha watu ama kumfurahisha sheitani, kwa sababu katika yale mavazi pia sheitani anaingilia pale. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura Al-A'raf sura ya 27 aya ya 27, ya bani adama, enyi wanadamu, la yaftinannakum shaytan, huyu shaytan asiwafitinisheni nyinyi, kama akhraja abawaikum min aljanna, kama alivyofanya nini, alivyo watoa baba zenu katika pepo. Tumeelezewa kisa ambacho kwamba kimemzungumzia Nabii Allah Adam, ya kwamba Nabii Allah Adam alipoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wakaamrishwa malaika wamsujudie, malaika wakamsujudia. Kisha baada ya hapo Ibilisi akakataa kumsujudia Nabii Allah Adam. Alipokataa Ibilisi akafukuzwa katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Adam akapelekwa katika bustani miongoni mwa mabustani ya peponi, akaambiwa ishi hapa pamoja na nani? Na Hawa. Alafu baada ya kuishi hapa usiukaribie huu mti, ukiukaribia utakuwa umeniasi wewe. Ni kisa tumeelezewa sasa hivi hapa. Lakini Adam akaja akashawishiwa, akafitinishwa na Ibilisi, akaambiwa kama haujui mti ambao kwamba una matunda mazuri yenye ladha nzuri, basi ni huu mti ambao kwamba Mungu wako alikwambia usiukaribie, kwa sababu anajua ukila utafurahi wewe, na hataki hivyo. Akapewa mitihani pale na akafitinishwa na nani? Na huyu shetani al-la'in. Baada ya kufanya vile, Adam akatolewa katika rahma ama katika bustani lile la peponi, akapelekwa katika maisha mengine ambayo kwamba sio ya peponi, bali ni maisha yetu ya nini, ya duniani haya. Sasa Qur'ani inasema kama akhraja abawaikum min aljanna, kama hivi Ibilisi alivyowatoa baba zenu katika pepo ambao kwamba walikuwa wanaishi hapo mwanzo, yanzi'u anhuma libasuhuma, huyu shetani alifanya jambo la kuwavua vazi lao lile ambalo kwamba walikuwa wamepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, liyuriyahuma sawatihima, ili wapate kuonana wao kwa wao aura zao. Innahu, hakika nini, huyo shaytan yarakum, yawaoneni nyinyi, huwa wakabiluhu, yeye pamoja na wafuasi wake ama na watu wake, min haythu la tarawnahu, hali ya kuwa nyinyi huyo shaytan akiwapa wasiwasi, akiwafitinisha na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala, akiwatoa katika misingi ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hamuoni huyo shaytan,
inna ja'alna ash-shayatin, hakika yetu sisi tumewajalia mashaitani awliya, ni marafiki lilladhina la yu'minuna, kwa wale ambao kwamba hawamini Allah subhanahu wa ta'ala. Wakina nani? Washirikina, wale ambao kwamba hawamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Wanapopatwa na jambo tayari wanakimbia katika watu wao wale. Kuna mtu fulani yuko vizuri katika jambo hili, huyu ameumwa na kichwa muda mrefu sana, lakini kichwa chake chauma upande mmoja, basi naendero chingoma napiki ule ngoma hiyo na pia kazuzwe. Kwa sababu shetani marafiki zao ni wale ambao kwamba hawamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na watu hawa hata ukiwaambia ya kwamba nendeni mahali fulani mkasomewe Qur'an, hawaezi. Kama hiyo Qur'ani ya moza uwechonge karanini, haamini kama Qur'ani yafanya nini, ni ponyo, inapoza. Lakini kuna wengine tukiwafanyia ruqya ama wakija pale ofisini kwetu, wakija wakiona hakuna weupe, hakuna rangi nyekundu pale, hakuna rangi nyeusi, wala hakuna vile vishells vile ngutu zile za baharini zile, ama mchanga wa baharini, ama ile mishumaa ile imewekelewa pale, yakataa, yasema sio hapa kwenye nilikuwa natafuta. Yuko na mahali pake ambapo kwamba yatafuta yeye. Ili tiba yake iende vizuri, lazima fanye nini? Aende mahali ustadi yupo ameandika ayatul kursi kwenye ukuta hivi, makaratasi yana lewa, sio? Yanalewa kwenye ukuta, yameandikwa na nini, na zafarani ama na wino wa red. Sasa anajua hapa, ama ingie kwenye ofisi asikie zile harufu za ubani zile zimechomwa pale, ama one chungu pale chafuka. Hivyo sasa ndio hapo kwamba ndarakura mimi. Hali hii ikhwa billah, mtu kama huyu anakuwa rafiki wa sheitani, kwa sababu anajua huyu aendako ni lazima katika masala yake mengine ya kutafuta riziki, ya kutafuta kupoa, ama kama na maradhi, basi lazima tafani atakuja kwa watu wetu sisi, minal jinnati wan nas, watu wa kijini ambao kwamba na watu wa kinini wa kibinadamu ambao kwamba wanafuata hizi mila za majini ama itikadi za mashaitani. Ikhwa fillah, wale watu ambao kwamba hawamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, marafiki zao ni mashaitani, ni matahut. Na tumesema ya kwamba mtu kama huyu anapopatwa na jambo tayari yeye yuakimbia kwa watu wake, tena watu wasivyo na aibu. Akienda kule kwenye ndonga na makayama, yuaenda kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Akipigiwa zile ngoma, akipanda yule mnyama wake, unamsikia anasema walivyo anakoma nieleze. Yasema Allah subhanahu wa ta'ala alimuumba vibaya, afanye nini? Moyo wangu navya yomia. Kwa sababu gani? Yale maumbile ambayo kwamba yuko nayo ameyatoa katika zile aya za Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqa fasawwa. Mwenyezi Mungu ambaye kwamba amemuumba mwanadamu akamweka sawa, lakini yeye akipandisha